Mheshimiwa Waziri Mkuu, na mimi natoa shukrani kwa sababu kuja hapa ulikuwa ni wajibu wangu kama waziri wa elimu, kwamba ulipofika hapa ningekuja tu, lakini mimi nimealikwa vile vile kwenye shughuli hii kwa mwaliko rasmi. Nashukuru sana kwa mwaliko huu, na nasema kwa ukweli nilifurahi kupata mwaliko wako Baba Askofu, na nilikuwa najitahidi na kuomba Mungu niweze kuja, lisitokee jambo hapa katikati. Kwa nashukuru sana. Nakushukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu kwa kuja, na kuja kwako ni ishara ya serikali ya kuunga mkono juhudi hizi nzuri sana zinazofanywa na kanisa katika kutoa elimu. Pili, pongezi nyingi sana kwako Baba Askofu na jumuiya yote iliyokaa hapa. Mmeacha shughuli zenu, mmekuja hapa kwa ajili ya kuja kufanya jambo jema sana, na shule hii inajaribu kufanya jambo zuri na kubwa sana ambalo wote sote, hata ambao sio wa Moshi, tuna wajibu wa kuliunga mkono kwa bidii zote. Hata ambao sio wa Kilimanjaro tuna wajibu wa kuliunga mkono kwa sababu jambo moja zuri sana. Hii ni shule ambayo kwanza ni shule nzuri. Nimeona, sijafika pale, nimeona majengo yake. Akinafahamu baadhi ya wahitimu, mmoja wapo yuko pale, Dr. Ekande Kwayo, ambaye anafanya kazi nyingi sana wizara yetu na tunafahamu kwa juhudi zake. Kama yeye ni kielelezo cha shule hii, hii ni shule bora sana. Na nyie mmechagua kuongeza masomo ya amali. Masomo ya amali sio lele mama, yanahitaji uwekezaji kuliko elimu jumla. Kwa hiyo mmekuwa na ujasiri wa kusema twende kwa hatua hii kama mwelekeo wa sera unavyoenda. Asanteni sana na hongereni sana. Hii ni ishara nyingine tena kwamba kanisa hili linaungana na serikali katika juhudi za kuleta maendeleo na hasa katika elimu. Na majuzi wakati rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan anazindua sera ya elimu na mafunzo, katika hotuba yake kuna kitu alikizungumza, naomba nikirudie hapa. Alisema Wizara ya Elimu pamoja na Wizara ya Fedha, angalieni uwezekano wa kutumia utaratibu wa PPP katika kuendeleza elimu hapa nchini. Na manake nini? Manake ni kwamba tuangalie namna ya kutumia sekta isiyo ya kiserikali katika kuhakikisha kwamba tunakwenda vizuri na elimu. Njia mojawapo ni kama hii, sisi kuja hapa sio tu kama waziri kumsindikiza bosi wangu Waziri Mkuu, lakini kama mdau, hata kama chochote nilicho nacho nitajitahidi kufanya kila ambacho Profesa Mkumba amesema, nami nitajaribu kuondoa stress. Lakini manake vile vile ni kuanza kuangalia uwezekano wa jinsi ambavyo hata serikali inaweza ikatumia facility za shule ambazo sio za serikali kwa arrangement ambayo inaleta ubia kati ya sekta binafsi au labda niseme sekta isiyo ya serikali na serikali katika kuhakikisha kwamba wanafunzi wengi zaidi wanaenda shule. Mjadala huu utaanza, tutazungumza, na naamini Agape ni kati ya shule ambazo zitakuwa mstari wa mbele sana kufanya vizuri. La mwisho labda niseme sasa kwamba nimefurahi sana kuona alumni wa shule hii mmekuja hapa. Kule Mwanga nilienda kwenye maktaba imetengenezwa na alumni, wao wanaita wacharo, watu ambao wako mbali lakini walisoma pale. Sisi tunatoa wito kwa shule zote za serikali na ambazo sio za serikali, waliosoma kurudi kutizama shule ile na kuona nini tunaweza kufanya. Kwa sababu japokuwa serikali inatoa elimu bila ada, jukumu letu kama individuals kuendeleza elimu liko pale pale. Na wapongeza sana ndugu zangu wote mliokuja hapa kutoka Agape hapo. Mungu awabariki sana kwa kuja.